Naam, kwa uchambuzi wa kina zaidi kuhusu haya ambayo yamegusiwa kwenye habari, tunaungana naye Ibrahim Rahbi akiwa kule Geita. Rahbi, habari ya Geita? Salama kabisa Balkis, habari ya studio? Salama kabisa. Tuanze na hawa watu 28 ambao wameuawa kule Ukraine. Hivi vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, na tunaona Volodymyr Zelensky alipata kuungwa mkono kwa asilimia nyingi sana pale ambapo alishiriki katika mkutano wa G7, na haya mashambulio bado yanaendelea. Unaona tathmini gani hapa katika hili? Ukitazama mgogoro wa Urusi na Ukraine unakosa jibu la moja kwa moja, kwa sababu tunarudi tena kwenye nadharia ambayo tumekuwa tukiishi, ile kuwa dunia inaishi kwa hisani ya Donald Trump. Anataka dunia izungumze nini au tujadili nini, itupeleke wapi? Ukitazama miezi ya karibuni ni kama mgogoro ulisahaulika, lakini kuna vita kubwa sana, kuna mamia ya watu wanaouawa karibu kila siku, na mgogoro umeathiri eneo kubwa zaidi, na mashambulizi ya hivi karibuni yamebadilika sana, kwa sababu hata Ukraine wamekuwa wakifanya mashambulizi mengi makali kuelekea kwa Urusi, hasa kwa kutumia droni pamoja na makombora. Hali kadhalika Urusi pia imefanya mashambulizi makubwa sana. Sasa ukitazama mkutano wa G7 ulivyokuwa, ni mkutano kama ulikuwa unahuisha, na ulikuwa unahuisha kwa sababu ni mkutano ambao Donald Trump alikuwa akizungumza katika lugha yenye staha. Manake alirudi kwa mara ya kwanza toka amerudi madarakani kipindi hiki, akaenda kuzungumza na washirika wake wa magharibi ambao mara nyingi aliwasema kwa maneno makali, lakini mara hii alizungumza nao kwa lugha nzuri zaidi, kwa sababu tayari swala la Iran lilikuwa limemkalia pabaya, na yeye alikuwa anatafuta uungwaji mkono kwa maamuzi yake ya kumaliza mzozo, kwa sababu katikati ya mzozo wengi walikataa kuungana naye kwenye swala la Hormuz, wakakataa kwenye vita, wakakataa kuchukua hatua nyingi alizozitaka. Sasa mara hii ni kama yeye alikuwa amerudi upande wao na wao wakaonekana kama wanampokea. Kwa hiyo ndio maana naona swala la Ukraine likawa kubwa, na Ukraine wakaona Ulaya waitumie nafasi hiyo kwa kujisalimisha kwa Donald Trump ili waweze kupata kile ambacho Ukraine anakitaka, na ndio maana naona kuwa Zelensky alipokelewa vizuri sana. Lakini swala la Ukraine tunaweza kuja kulijadili sana baada ya huu mzozo wa Irani kukamilika, katika haya ambayo yalianza kule Uswisi. Tutakuja kulijadili la Ukraine sana, kwa sababu litakuwa tena ndio kipaumbele cha Donald Trump. Baada ya kutoka hapa atatuhamishia huko. Huu mgogoro wa Iran na Marekani, katikati yao akiwa Israel, kwa nini umalizike kwanza alafu ndo swala la Ukraine lifate? Kwa sababu tunaona hii vita ya Ukraine na Urusi imeanza muda mrefu sana, tofauti na hii ya Iran na Marekani ambayo imekuja mwaka huu mwanzoni. Kwa sababu tulikwisha anza nalo. Kama unakumbuka kuwa baada ya kuingia madarakani tu Rais Trump alianza na swala la Ukraine, wakati aliposema kuwa angemaliza vita ndani ya saa 24, akatoa haraka haraka tutaimaliza. Tumeona mikutano mingi ya Urusi na Ukraine, tumeona vipengele hata vilivyopendekezwa, vile vifungu 21 wakati huo vya Urusi na Ukraine ili kumaliza mgogoro. Tukaona ziara ya Bwana Putin, akaenda kule Alaska akakutana na Donald Trump, ikaleta ishara hiyo. Lakini tukaona malumbano makali kati ya Donald Trump na washirika wa Ulaya pamoja na Zelensky. Ilikuwa ni swala la Ukraine. Baadaye ikaonekana hili swala ni gumu kulitatua, na hata Donald Trump aliwahi kusema, akasema kuwa labda tuwaache kwanza wapigane, alafu pale watapoona kuwa wamechoka tutarudi kuzungumza nao. Kwa hiyo tutarudi kwenye hili swala baada swala la Irani kuingia, kwa sababu swala la Irani ndio limegusa sehemu ngumu zaidi. Limegusa sehemu mbaya katika dunia, pamoja na uchumi kamili wa Marekani umeathirika kiwango kikubwa sana, lakini mabilioni ya fedha ya Marekani yamekwenda huku, na lawama kubwa kwa Trump zimetoka kwenye vita ya Irani. Kwa hiyo unaona kwamba anaona kwamba atatue moto unaounguza nyumba yake kwanza kabla ya kwenda kuzima moto wa nyumba ya jirani. Ndio hiki ambacho kinachoendelea hivi sasa. Sasa Rahbi, twende pale nchini Uswizi ambapo tunamuona JD Vance akiwakilisha Marekani, makamu wa rais huyu, lakini pia tunamuona waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na spika wa bunge wa Iran Mohammed Bagher Ghalibaf wakiwa pale nchini Uswizi. Nini ambacho kimeendelea zaidi pale Uswizi mpaka hivi sasa?
Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa katika pande tofauti tofauti, siku ya kwanza ya mazungumzo ambayo taarifa imemalizika muda mfupi, kuwa mazungumzo yalikwenda vizuri kiasi, licha ya kuwa awali yalianza na malumbano makali. Malumbano makali yalianza hasa kwa kile ambacho Irani walianza nacho kwenye mazungumzo, kuwa kifungu cha kwanza. Kifungu cha kwanza cha makubaliano ya vifungu 14 kinazungumzia kuhusu usitishaji kamili wa mapigano katika pande zote ikiwemo Lebanoni. Kwa hiyo mjadala mkubwa ambao ulifanyika katika siku ya kwanza ya mazungumzo umehusu sana Lebanon, na Irani imependekeza na inataka kuwa Marekani aiagize Israeli kuondoa vikosi vya Israeli vilivyopo kusini mwa Lebanoni viweze kuondoka kabisa. Sasa hapo ndio kumekuwa na malumbano makali zaidi wakati huo, lakini jana hiyo Donald Trump akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kutishia Irani kuwa itabidi waishambulie Irani ikiwa Irani itaendelea kuwasaidia Hezbollah, na baadaye ikaonekana kama delegation ya Irani ilikasirishwa na maneno hayo na kuamua kuondoka kwenye mkutano, lakini baadaye taarifa rasmi haikutoka kama walikuwa wameondoka, isipokuwa kulikuwa na taarifa kadhaa tu ambazo zimetoka pembeni na kuthibitisha hilo. Lakini pia ikaonekana kama vile Irani walikuwa wameamua kufunga mlango wa Hormuz. Taarifa toka juzi hiyo kwa walikuwa wameamua kufunga mlango wa Hormuz kutokana na mashambulizi ya Israeli kule Lebanoni, taarifa ambayo pia Irani hawakuithibitisha moja kwa moja kupitia mamlaka kamili, na ndio taarifa ambayo ikaleta malumbano makali, ambayo Donald Trump jana alisema kuwa angelishtaki gazeti la New York Times ambao liliandika hiyo taarifa, akasema kuwa ni taarifa ya uongo, meli zinapita kama kawaida. Kwa hiyo mazungumzo ya awali yamekuwa na mivutano, hasa mada kubwa na ajenda kubwa ya kwanza ambayo imejadiliwa ni swala la Lebanon pekee. Ukija ndani ya Israeli utaona vyombo vya habari vya Israeli, mfano gazeti la mrengo wa kati la Haaretz pamoja na gazeti la mrengo wa kulia la Hayom, yote kwa pamoja yameandika andiko ambalo linasema kuwa tayari Marekani wamepeleka shinikizo kwa Israeli kutaka vikosi vya Israeli viondoke kwenye maeneo ya Lebanoni, na maeneo hayo yatakaliwa na vikosi vya Lebanon. Taarifa hii inakwenda mbali zaidi kwenye gazeti la Haaretz, ndio wanaieleza kwa kina swala hilo. Na jana waziri mkuu na juzi waziri wa ulinzi wa Israel Katz wote walisema kuwa swala la kuondoka ndani ya ardhi ya Lebanoni ni mstari mwekundu. Lakini ukiangalia gazeti la Haaretz yenyewe linasema kuwa gazeti la Hayom linasema kuwa amri ya Marekani ni swala la muda tu katika kupinga kwa Netanyahu. Hata kama atapinga, itamlazimisha kuifuata amri hiyo. Kwa hiyo hapa katikati kuna malumbano yamegawika katika pande. Kuna upande ambao Marekani na Israeli wenyewe wanaparurana katika kulazimisha lazima Israeli itekeleze hayo ya kuondoka ili Irani waweze kukubali kukaa kwenye mazungumzo. Upande wa pili kuna tishio la Irani kuwa kama Marekani hawezi kumdhibiti Israeli, basi mazungumzo hayatoendelea na watarudi hapo hapo. Lakini tishio la Donald Trump kushambulia Irani, na tishio ambalo lilijibiwa na spika wa bunge Mohamed Khalif alichosema kuwa vikosi vyetu viko tayari kwa hali yoyote, ikiwa mnataka kushambulia na sisi tuko tayari. Lakini wakati huo huo kauli ya Donald Trump ikajibiwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati akitoa maelezo kiasi kuhusu ajenda ya urutubishaji wa urani, akasema kuwa Irani haiwezi ikakubali kuondoa haki yake. Kitu pekee ambacho wamekubaliana ni kuwa Irani haitokuwa na nyuklia, lakini swala la urutubishaji wanasema ni haki yao ya msingi, haiwezi kujadiliwa, na ni wao wanasema ni mstari mwekundu. Kwa hiyo kumekuwa na malumbano makali sana katika mazungumzo ambayo yanaendelea, na ndio kile ambacho niliwahi ukisema kuwa miezi miwili inaweza isitoshe kabisa kuzungumza kuhusu haya, maanake kuwa ni mengi sana. Rahbi, nini ambacho kinampa ugumu sana Israel kumsikiliza Marekani kuiacha Lebanon? Ama kwa upande wa pili pia, nini ambacho kinampa ugumu Marekani kumsisitiza Israel aweze kuachana na Lebanon ili angalau sasa waweze kupata starting point, sehemu ya kuanzia katika mazungumzo yao na kuweka sawa mambo mengi ambayo yanasitishwa kufanyika na huu mzozo wa Israel na Lebanon katika makubaliano ya vita hivi vya Iran na Marekani? Kuna nadharia 2 mpaka 3 zinaweza kuwepo kwenye swala la Lebanoni. Kuna kile ambacho Netanyahu ambacho anaungwa nacho mkono ndani ya Israeli, akizungumza kuhusu usalama wa kaskazini, au anazungumza kuhusu tishio la Hezbollah. Ni kiasi wa Israeli wengi wanaelewa hilo na wanamunga mkono kwenye hili swala Netanyahu kuwa tuna tishio kubwa la usalama kutokea Lebanoni ambao linaasisiwa na Hezbollah. Sasa tunaona upande wa pili Hezbollah wakisaidiwa na Irani, lakini tunaona kama vile
Marekani anatushinikiza sisi baada ya kushinikiza Irani iweze kuwadhibiti Hizbullah. Ndio hicho ambacho kinaonekana upande mmoja katika nadharia ambayo halisi ipo upande wa Lebanoni. Lakini kuna swala ambalo nimelizungumza mara kadhaa kuwa chaka la kisiasa ambalo Netanyahu anaweza kulitumia kujificha, kukaa huko, kwa sababu ishara yoyote ya kumalizika hili ni ishara inayoashiria kuwa njoo ndani ya Israeli tunaanza kujadili kuhusu siasa. Sasa tukianza kujadili kuhusu siasa, mwisho wa siasa ni tunaenda kujadili kesi za Netanyahu. Kesi za Netanyahu tunaenda kwenye uchaguzi ambao haumpi Netanyahu chochote. Kwa hiyo ni kila mtu anajaribu kusukuma la kwake. Lakini upande wa pili unaposema kuwa kwa nini Marekani hawezi kushinikiza Israeli? Marekani na Israeli ni washirika na Donald Trump amelionyesha hilo kwa kiwango kikubwa, lakini walianza wote kwenye mchezo mmoja wa vita. Niliwahi kulizungumza na wewe hapo mara kadhaa, nimekwambia kuwa yoyote kati ya waziri mkuu Netanyahu au Donald Trump atakayekubali kuingia kwenye mfumo wa mwenzake, basi hali itakuwa tofauti. Hali itakuwa tofauti kwa sababu itakuwa lazima mmoja aondoke, na hiyo ndio iko hivyo kati yao, kuwa hakuna njia yoyote mbadala ya hapa kumalizika kwa mzozo huu. Katika njia zote ambazo zitakuja za mazungumzo zitatoa tu ishara moja kuwa kuna mmoja lazima aondoke. Kama sio waziri mkuu, basi Netanyahu, waziri mkuu Benjamin Netanyahu atakuwa ni Donald Trump mwenyewe. Sasa Rahbi, tugusie pia kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Umegusia hapo kwa Iran wanasema mlango bahari umefungwa tena, Marekani wanasema mlango bahari uko wazi na meli zinaendelea kupita. Kauli mbili hizi zinaleta utofauti, lakini pamoja na hayo Donald Trump pia amesema kuwa meli pale zikipita watatoza ile tozo ya tolls, ushuru ambao wanauita tolls pale katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa hili linawezekana, na kama linawezekana ni kisheria ama kijeshi, na litawezekana vipi? Iran wataruhusu vipi ushuru hizi ziweze kutozwa? Swala la mlango wa bahari wa Hormuz bado mjadala wake umekuwa mbali, na hata taarifa nyingi zinazotoka, ndio maana unaona taarifa ambazo hazitupi picha kamili au haziko halisi. Ukienda kwenye vifungu 14 vya mazungumzo, lilivyotajwa swala la Hormuz limetajwa katika nadharia moja ambayo inasema kuwa mlango utakuwa wazi kwa siku 60 na meli zote zitakazopita katika kipindi cha siku 60 hazitolipia ushuru wowote. Wakati huo huo, inaendelea kusema katika vifungu vya kuongezea kuhusu hilo kuwa uratibu wa upitishaji na shughuli zote utakuwa chini ya uratibu wa Irani, na hata Irani ilitoa address ambayo meli ambazo zinataka kupita hapo zinatakiwa ziwasiliane na mamlaka kabla ya saa 48 ili ziweze kupewa njia na utaratibu pamoja na swala la usalama. Hata ilipokuja swala la usalama wa eneo hilo, mamlaka ya Irani ilijidhamini kwa kuweka bima katika meli zote ambazo zitapita hapo na utaratibu wote wa kupita hapo ikiwa litatokea lolote, kwa sababu kulikuwa kuna zile taarifa kuwa Irani walikuwa wameficha mabomu mengi pale ardhini au wameficha ndani ya maji kwa kuna mabomu. Kwa hiyo hofu ya wamiliki wa meli kuwa labda tunaweza tukakutana na milipuko ilikuwa chini ya dhamana ya Irani, kuwa kama kutatokea lolote kuhusu usalama wa meli yoyote, basi mamlaka ya Irani itawajibika moja kwa moja. Kwa hiyo hili swala la tozo liliwekwa pembeni kwa sababu katika makubaliano ya vifungu 14 kuna ile walisema kuwa freezing assets za Irani zitatolewa, na ule mfuko wa $300 billion ulikuwa ni katika kufidia kwa ile Irani kutotoza ushuru. Kwa hiyo ndio wakaweka mfuko leo uwekezaji wa bilioni $300 ikiwemo kufidia, kwa sababu Irani walisema tutatoza ushuru hapa ili tuweze kufidia kujenga nchi yetu. Wasema kwa tutaanzisha mfuko. Ule mfuko ulikuwa ni fidia ya, lakini mkataba huo unaendelea kusema kuwa baada ya miezi miwili au baada ya kufikia makubaliano, utaratibu mpya wa Hormuz utakuwa chini ya udhibiti wa Irani na Omani. Katika wao ndio watapanga kuangalia kuwa tunaweza tukatumiaje hili. Sasa hiyo ni mazungumzo baadaye yataendelea kati yao, lakini kwa hivi sasa wote wanakubaliana kuwa hapatakuwa na tozo yoyote, na hata hiki kinachojadiliwa kusema kuwa tayari kuna maandalizi ya tozo ni vitu ambavyo mazungumzo hayajafika huko. Mazungumzo ya sasa yaliyopo ni kuhusu kuondoa uhasama kwanza, yani tupo kwenye kifungu cha kwanza kabisa katika vile vifungu 14.
Kwa hiyo hata yaliyozungumzwa jana yamesimama pale pale kwenye kifungu cha kwanza, mgogoro wa Lebanoni, kuondoa uhasama, kuondoa matishio na kujizuia kwa nchi zote kuanzisha chokochoko yoyote. Kwa hiyo bado tuko kwenye kifungu cha kwanza, hayo mengine bado hawajafika. Sasa hapo kwenye kuchukuliwa baadhi ya vitu, nafahamu kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilichukuliwa na baadhi ya vikwazo ambavyo viliwekwa. Sasa Iran wamethibitisha kwamba wameweza kuondoa baadhi ya vikwazo hasa vya mafuta, lakini pia zile mali zao, hivyo vitu vyao ambavyo vilichukuliwa wameweza kuvipata. Marekani wamekuwa wepesi sana katika hili, ama nini ambacho kimetokea? Mara kadhaa huwa nakwambia kuwa mtu huenda kukaa kwenye meza ya mazungumzo akiwa na vitu viwili tu, hakuna cha tatu. Umeshikilia urasimishiwe, unataka kupoteza unusuru vilivyobaki. Kwa hiyo ndio nadharia iko hivyo. Mlango wa Hormuz imebaki kama jinamizi kabisa la uchumi wa dunia, au ni jinamizi kwa uchumi wa magharibi na dunia ni kote. Na Irani wamegundua hilo kuwa tunaweza tukaiendesha dunia kupitia Hormuz, na jibu linakuja hivyo hivyo, ni kweli wanaweza wakaiendesha dunia kupitia Hormuz. Sasa ukiona urahisi wa Marekani, kwa nini Marekani amekuwa hivi na kubadilika kwa kauli sana kutoka kauli za awali ambazo zilianzisha Epic Fury na ile vita ilivyoanza na waliokuwa wakizungumza Donald Trump na mwenzake Netanyahu kuelekea Irani, mpaka kuja kubadilika kwa kauli kwa kiasi kikubwa. Leo hii kumekuwa na mjadala mkubwa hasa kwenye mkutano uliomalizika kule wa G7. Kauli za Donald Trump alizokuwa anazungumza, imekuwa watu wanauliza kuwa ndio yeye Donald Trump alianza mwanzo au ni Donald Trump mwingine, kwa sababu alikuwa mara zote akishutumu Iran, lakini katika mkutano ule amekuwa kama ndio msemaji wa jeshi la Irani la IRGC, kwa sababu alizungumza hata kuhusu makombora, akasema kuwa haiwezekani Iran apokonywe makombora kwa sababu nchi nyingine zina uwezo wa kujilinda. Sasa mkimpokonya atajilinda vipi? Amezungumza kuhusu hilo, haina tishio lolote. Lakini kazungumza kuhusu freezing asset, mali za Irani zilizo nje, akasema kuwa tulizizuia kweli, lakini ni zao, ni haki yao, wacha warudishiwe. Kitu ambacho kinapingana kabisa na kauli zake miezi mitatu tu iliyopita kuwa hawawezi kupata chochote na ni lazima wajisalimishe bila masharti. Kwa hiyo Irani au Marekani kuwa mwepesi kwenye hili, inawezekana anataka kunusuru vilivyobaki. Na Irani amekwenda kwenye meza katika kitu ambacho hata wachambuzi wengi wanakubaliana kuwa Irani amekwenda kwenye meza akiwa amenufaika zaidi na mzozo kuliko hapo awali kabla ya vita. Yaani anakwenda kwenye meza akiwa na maamuzi. Ndio maana tunaona malumbano haya makali kuwa Israeli aondoke Lebanoni. Leo utamlazimisha vipi Israeli aondoke Lebanoni ikiwa huna lolote? Na unadhani ingekuwa mazungumzo kati ya Lebanoni na Israeli peke yake na Marekani, Lebanoni wangeweza kumwambia Marekani tunakwambia mwambie Israeli aondoke, na Israeli angeondoka? Asingeweza kuondoka. Lakini leo kuna kitu ambacho kinawalazimisha wafanye hivyo. Kuna mambo ambayo yanawafanya lazima kubaliane na hilo. Sasa ukiuliza mambo gani, utaona kuwa kabali ya Hormuz ndio ngumu zaidi na ninasumbua sana. Na Donald Trump kadri anavyozidi kupoteza muda ndio anavyozidi kupoteza. Kwa hiyo anaona kuwa haya mambo mengine tuyasukume haraka haraka. Kwa hiyo kuona kuwa Irani anawalazimisha kwenye hili au Marekani anakuwa mwepesi kwenye hili, anataka kunusuru vilivyobaki, na Irani kuwasukuma kwenye hili ni kwa sababu tayari anashikilia kikubwa zaidi kuliko alichokuwa nacho kabla ya mazungumzo ya awali yaliyoanzisha vita hii. Sasa Ibrahim, na tunaona katika mazungumzo ambayo yanaendelea pale Uswizi, raundi ya kwanza imekamilika, ama mazungumzo ya awali yamekamilika, na leo Jumatatu bila shaka mazungumzo yataenda katika awamu ya pili. Unadhani nchi hizi zitafikia mkataba wa kudumu angalau wa siku 60 kama ilivyopangwa? Bila shaka litafikiwa hilo. Kilicho kigumu zaidi kwenye hili ni Lebanoni. Nadhani alizungumza na rais wa Irani, na hiyo kauli ilinukuliwa pia na waziri wa mambo ya nje, anasema kuwa sisi huwa hatuachi washirika wetu, hatuwezi kwenda bila washirika wetu. Kwa hiyo ni Irani wameishikilia, yani wameibeba Lebanoni, tunaenda nayo kwenye hili, na hilo linamshinikiza Marekani. Sasa kwenye mazungumzo haya ambayo yataendelea, tunaweza tukapata, na nimelizungumza mara kadhaa kuwa tunaweza tukapata haya makubaliano si tu ya siku 60 ambazo zinakuja, tunaweza tukapata makubaliano hata ya miezi 5, miezi 6 mbele, tunaweza tukayapata, kwa sababu ndio ilivyo. Hakuna njia yoyote, hakuna shortcut yoyote ambayo inaweza ikamalizika hilo, kufanya hivyo, kwa sababu kuna kile halisi na kuna kisiasa. Sasa hawa wanasiasa wote wawili si nafasi zao, lakini mwenye maamuzi makubwa ambaye ndio tunaweza kusema kuwa tunaweza kusema mwenye vita yake,
Israeli hajapata chochote, lakini aliyekuwa akiendesha vita kwa niaba ya Israeli, Marekani, hayupo kwenye nafasi nzuri hiyo kihivyo. Sasa tajiri tayari anakwambia sina pesa ya kulipa bili zako. Kwa nini uendelee kutumia Kwa nini uendelee kula bata hali ya kuwa mlipa bili anakwambia kuwa pesa imeshakata? Kwa hiyo Israeli hana uwezo wa kuendelea kufanya hayo yote, na hilo limethibitika kwa sababu hata wiki jana makamu wa rais JD Vance aliwakumbusha Israeli wakati wanamshambulia Trump kuwa mnapomshambulia mnatakiwa mfahamu kuwa huyu ndio kiongozi pekee wa nchi kubwa duniani aliye nyuma yenu na ndio aliyewapa vingi zaidi, na mnatakiwa mfahamu kuwa silaha zenu mnazojilinda au silaha mnazotumia kwenye vita zimelipiwa na kodi za Wamarekani kwa kiwango kikubwa. Alikuwa anawakumbusha Israeli. Kwa hiyo unapata jibu tu moja kwa moja tu kuwa mlipa bili tayari kashikilia bili zake kuwa hayupo tayari kuendelea kulipa bili zaidi. Sasa Ibrahim, umeleka vyema sana hilo. Nadhani mgogoro wa Lebanon na Israel umeutafutia sentensi nzuri sana kwa Israel kwamba kama tajiri akwambia siwezi kuendelea kulipa, wewe kwa nini uendelee kuagiza? Tunakushukuru sana Ibrahim. Huwezi kuagiza kwa sababu mlipa bili hataki tena kuendelea kulipa bili zake. Ile weka vizuri. Wasalimie huko Geita Ibrahim. Shukrani sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya siasa hasa za kimataifa kule Mashariki ya Kati. Tumeangazia kuhusu hasa kuingiwa kwa makubaliano kwa hatua ya kwanza kati ya Iran na Marekani. Changamoto ambayo imesalia kwa asilimia kubwa ni mzozo ambao Israel anauendeleza na Lebanon, lakini pia tumegusia yale ambayo yanaendelea Ukraine na Urusi.